Tumsifu Yesu Kristo. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji, mahali popote ambapo unapata sauti hii, ningependa kuletea historia fupi ya Papa Mtakatifu Francisco. Baba Mtakatifu Francisco, ambaye anajulikana kwa jina lake la kuzaliwa kama Jorge Mario Bergoglio, alizaliwa mwaka wa 1936 tarehe 17 mwezi wa Disemba katika taifa la Argentina kwenye mji wa Buenos Aires. Akiwa mwana wa mhamiaji wa Italia, baba yake Mario alikuwa mhasibu aliyeajiriwa na kampuni ya reli, na mama yake Regina Sivori alikuwa mke aliyejitolea kuwalea watoto wao 5. Baada ya masomo ya sekondari, Papa Francis alihitimu kama fundi wa kemikali na kisha kuchagua njia ya kiukuhani, akiingia seminari ya Diocese ya Villa Devoto. Mnamo mwaka wa 1958 tarehe 11 Machi, aliingia kama mwanaofisi katika shirika la mapadri wa Jesuits, ama ukipenda Jumuiya ya Yesu. Alimaliza masomo yake kibinadamu, ama ukipenda humanities, katika nchi ya Chile. Baadaye Papa alirudi katika taifa lake la Argentina mnamo mwaka 1963 akipata shahada ya uzamili ya falsafa kutoka Colegio de San Jose huko San Miguel. Baadaye kati ya mwaka wa 1964 hadi mwaka 1965 alifundisha fasihi na saikolojia katika chuo cha Immaculate Conception huko Santa Fe, ambapo baadaye kuanzia mwaka 1967 hadi ule mwaka 1970 alisoma somo la theolojia na kupata shahada kutoka kwa Colegio ya San Jose. Tarehe 13 Disemba mwaka 1969 aliteuliwa kuwa kasisi na askofu mkuu Ramon Jose Castellano. Baadaye akawa mwalimu wa wanovisi na profesa wa theolojia ya chuo cha San Miguel kwenye taifa hilo la Argentina. Kando na hayo, alikuwa mshauri wa mkoa wa shirika la Jumuiya ya Yesu na pia mkuu wa seminari ya Colegio Maximo ya kitivo cha falsafa na theolojia. Mnamo mwaka 1992 Mei tarehe 20, Papa Yohana Paulo wa pili alimteua kuwa askofu wa Oka na msaidizi wa Buenos Aires. Tarehe 21 Februari mwaka 2001, Papa Paulo wa pili alimfanya kuwa kardinali, akimpa jina la San Roberto Bellarmino. Papa Francis aliwaomba waumini wasiende Roma kusherekea kuanzishwa kwake kama kardinali, bali watoe kwa maskini kile ambacho wangetumia katika safari hiyo. Mnamo Oktoba mwaka 2001 aliteuliwa kuwa mwandishi mkuu wa mkutano mkuu wa 10 wa kawaida wa sinodi ya maaskofu juu ya huduma ya maaskofu. Kazi hiyo alipewa yeye dakika ya mwisho ili achukue mahala pa Kardinali Edward Michael Egan, askofu mkuu wa New York, ambaye alilazimika kukaa katika nchi yake kwa sababu ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11. Katika sinodi aliweka msisitizo maalum juu ya ujumbe wa kinabii wa askofu, kuwa kwake nabii wa haki, wajibu wake wa kuhubiri bila ugumu, mafundisho ya kijamii ya kanisa, na pia kuelezea hukumu ya kweli katika masuala ya imani na maadili. Akiwa kardinali mwaka 2002, alikataa kuteuliwa kama rais wa mkutano wa maaskofu wa Argentina, lakini miaka mitatu baadaye alichaguliwa, na kisha mnamo mwaka 2008 alithibitishwa tena kwa muhula mwingine wa miaka mitatu. Akiwa kardinali wa mwaka 2002, alikataa kuteuliwa kama rais wa mkutano wa maaskofu wa Argentina, lakini miaka mitatu baadaye alichaguliwa, na kisha mnamo mwaka 2008 alithibitishwa tena kwa muhula mwingine wa miaka mitatu. Kama askofu mkuu wa Buenos Aires, dayosisi yenye wakazi zaidi ya milioni 3, alianzisha mradi wa kimishonari uliotegemea ushirika na kueneza Injili. Alikuwa na malengo makuu 4: jumuiya zilizo wazi na za kindugu, waumini wenye habari wakichukua jukumu la kuongoza, juhudi za kueneza Injili kwa kila mkazi wa jiji, na msaada kwa maskini na wagonjwa.
Hadi mwanzo wa sede vacante alikuwa mwanachama wa mkutano wa ibada ya kimungu na nidhamu ya sakramenti, mkutano wa makasisi, mkutano wa taasisi za maisha yaliyowekwa wakfu na mashirika ya maisha ya kitume, baraza la mapapa la familia na tume ya papa kwa Amerika ya Kusini. Mnamo Machi 13 mwaka 2013 alipokuwa na umri wa miaka 76, Kardinali Bergoglio alichaguliwa kuwa papa wa 266 wa kanisa Katoliki duniani. Papa huyo mpya alichukua jina Papa Francis baada ya Mtakatifu Fransisi wa Asisi wa Italia. Yeye ndiye raia wa kwanza kutoka Amerika asiye mzungu wa kwanza na kasisi wa kwanza wa kiserikali aliyeitwa papa. Kabla ya mkutano huo wa mwaka 2013, Papa Francis alikuwa amekuwa kardinali na askofu mkuu kwa zaidi ya miaka 12. Papa amekuwa mgonjwa kwa muda mrefu. Alikuwa amerudi Vatican chini ya mwezi mmoja uliopita baada ya kulazwa hospitalini kwa wiki 5 kwa ugonjwa wa mapafu uliotishia maisha yake. Ugonjwa huu wa mapafu wa hivi karibuni ndio umemweka hospitalini kwa kipindi cha muda mrefu zaidi ya miaka 12 ya upapa, na ya pili ndefu zaidi katika historia ya hivi karibuni ya kipapa katika kanisa Katoliki na moja la mitume. Papa Francis ambaye amekuwa papa tangu mwaka 2013 amefariki leo Jumatatu baada ya mapambano marefu na magonjwa ya mfumo wa kupumua ama ukipenda pneumonia, kushindwa kwa figo na afya iliyokuwa ikizorota. Kifo chake kimetangazwa leo asubuhi na Kardinali Kevin Farrell saa 1:35. Kumbuka Jumapili, siku ya Pasaka, Papa Francis aliingia katika kanisa la St. Peter's Square muda mfupi baada ya saa 6 mchana, akisalimu umati wenye shangwe. Pia ametoa baraka ya kipekee kwa mara ya kwanza tangu Krismasi ya mwaka jana wa 2025. Historia hii imeandaliwa na Humphrey Simiyu, mhariri na mwanahabari kutoka Nairobi, Kenya. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie. Apumzike kwa amani. Amina.